Tume imebaini katika maoni na mapendekezo yanayohusu kuboresha zoezi la uhamaji wa hiari kwa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwenda Msomera, Kitwai B, Saunyi na maeneo mengine kama ifuatavyo. Mheshimiwa Rais, uhamaji wa hiari. Mheshimiwa Rais, tume ina maoni kuwa kwa kupitia taarifa mbalimbali wakati wa tathmini na majadiliano na wadau, inaonyesha dhahiri uamuzi wa kuhama kwa wakazi waliomo ndani ya eneo la hifadhi ni la msingi sana. Taarifa zinazobainisha hoja za umuhimu wa uhamaji wa hiari ni pamoja na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, tume ya kurekebisha sheria, taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, taarifa ya mfumo wa matumizi mseto ya ardhi, uamuzi wa baraza la mawaziri na maombi baadhi ya wananchi walioandika barua kwenda mamlaka hifadhi za Ngorongoro wakiomba kuhama kwa hiari. Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza kuwa zoezi la uhamaji wa hiari liendelee kwa kuratibiwa, kusimamiwa na kutekelezwa ipasavyo kwa kuzingatia maboresho yaliyoshauriwa na tume hii. Hivyo, uhamaji wa hiari uendelee kwa wananchi kwenye maeneo yaliyotengwa na serikali ya Kitwai B, Msomera, Saunyi na maeneo mengine. Pendekezo hili linatokana na ukweli kuwa mpaka sasa kuna shilingi bilioni 212.35 zipo tayari kwa ajili ya zoezi hili la kuweza kuwahamisha wananchi kwa hiari. Vile vile kuna nyumba 1559 zimeshajengwa Msomera, lakini bado hawajapata wakazi. Maeneo yaliyotengwa na serikali na uwekezaji uliofanyika. Mheshimiwa Rais, tume imeona maeneo maalum ya Msomera, Kitwai B na Saunyi yaliyotengwa na serikali kwa kubadili sehemu ya matumizi ya pori tengefu la Handeni na Kitwai. Tume imejiridhisha kuwa maeneo hayo yanashabiana na mazingira ya maeneo waliotoka jamii ya wafugaji wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro na yanafaa kwa shughuli mbalimbali zikiwemo ufugaji, kilimo, biashara na shughuli nyingine za kiuchumi. Aidha, serikali imewekeza fedha katika ujenzi wa miradi na miundombinu mbalimbali yenye thamani kubwa, ambapo katika eneo la Kitwai B kiasi cha shilingi bilioni 18.59 tayari zimeshatumika. Saunyi shilingi bilioni 15.82 pia zimeshatumika, na Msomera shilingi bilioni 114.36 pia nazo tayari zimeshatumika. Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza serikali ikamilishe ujenzi wa miundombinu ya huduma za jamii kama vile barabara, maji, shule, umeme, majosho na mabwawa kwa ajili ya kuwapokea wakazi watakaohamia kwenye maeneo hayo kwa hiari. Marekebisho ya sheria ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro na utengenezaji wa kanuni. Mheshimiwa Rais, tume imebaini upungufu uliopo kwenye sheria ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro sura ya 284 unaosababisha changamoto katika utekelezaji. Mathalan, sheria inatambua kabila moja tu la Wamasai wanaoishi ndani ya hifadhi, wakati kuna makabila mengine wakiwemo Wadatoga, Wahadzabe na wengine. Tume sasa inashauri ifuatayo: moja, sheria irekebishwe na kuondoa baadhi ya masharti ikiwemo kifungu cha 6C ili kuondoa dhana ya mtazamo wa kibaguzi. 2, zitengenezwe kanuni zitakazoweka taratibu za usimamizi ikiwemo watu na mifugo, udhibiti wa ujenzi wa mahoteli na kambi za kitalii. Uamuzi wa serikali kuhusu ujenzi wa nyumba. Mheshimiwa Rais,
Tume ina maoni kuwa uamuzi wa kujenga nyumba kwa wakati huo ulikuwa sahihi. Hata hivyo, imebainika kuwa utekelezaji wake ulikuwa na dosari zinazohitaji kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza kuwa serikali isitishe uamuzi wa kujenga nyumba kwa ajili ya wananchi wanaohamia katika eneo la Msomera, Kitwai B na Saunyi. Badala yake itoe kiasi cha fedha ambacho kitakuwa kimejadiliwa na kukubalika ili wananchi waweze kuondoka kwa hiari na kwenda kujenga nyumba kuendana na mila na desturi zao. Hii itapunguza gharama na malalamiko yasiyo ya lazima. Mfumo wa uratibu wa zoezi la uhamaji wa hiari. Mheshimiwa Rais, tume ina maoni kuwa mfumo wa uratibu kupitia ofisi ya Waziri Mkuu na kamati ya wataalamu wa Wizara ya Maliasili na Utalii ulikuwa na mwingiliano wa majukumu ya kawaida ya utendaji kazi wa kila siku na hivyo kutokuwa na ufanisi. Changamoto hiyo imesababishwa na muundo wa uratibu wa utekelezaji ambao haukuwa na chombo cha uwajibikaji chenye jukumu la usimamizi, utekelezaji na utoaji wa taarifa ambazo zitahakikiwa na kupewa maelekezo ya kuongeza ufanisi au marekebisho. Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza kuwa kiundwe chombo kinachojitegemea kwa ajili ya uratibu wa zoezi la uhamaji wa hiari, yaani kuwe na project management team. Hawa watakuwa na nafasi ya kuweza kufanya E&M, yaani wanaweza wakafanya evaluation, wakafanya monitoring na evaluation ili waone kwamba exercise hii inaenda sawa sawa au la. Mheshimiwa Rais, ushirikishwaji wa wananchi. Mheshimiwa Rais, tathmini ya tume kuhusu swala la ushirikishwaji wa wananchi katika zoezi la uhamaji wa hiari wa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro halikuwa shirikishi katika kuandaa na kutekeleza mpango wa uhamaji. Tume imebaini kuwa zoezi kwa upande wa wananchi liliendeshwa kwa mbinu ya ushawishi wa kuhama badala ya ushirikishwaji. Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza kuwa uandaliwe mpango wa ushirikishwaji wa wananchi na wadau wote muhimu kwa ajili ya utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari. Mpango huo uzingatie utoaji wa elimu katika ngazi zote muhimu, ikiwemo kuwashirikisha wananchi husika, viongozi wa kimila, yaani malaigwanani, madiwani, viongozi wote wa serikali, viongozi wa kisiasa na viongozi wa dini. Mheshimiwa Rais, tulipokuwa uandani tuligundua kwamba hizi jamii za wafugaji zina waheshimu sana viongozi wao hawa malaigwanani. Kama malaigwanani wataelewa jambo, jamii nzima inaelewa, na kama hawatalielewa hilo jambo, jamii nzima haitailielewa. Kwa hiyo ni muhimu kuwashirikisha kikamilifu hawa malaigwanani katika exercise hii ya uhamaji wa hiari. Mwongozo wenye mkanganyiko na vigezo tofauti. Mheshimiwa Rais, tume ina maoni kuwa mojawapo ya masuala yaliyosababisha zoezi la uhamaji wa hiari kusuasua ni kubadilika kwa mwongozo ulioruhusu kutoa motisha kwa baadhi ya kaya zilizohama awamu ya kwanza na zilizohama awamu ya pili. Katika awamu ya kwanza iliyohusisha nyumba 103, kila kaya ilipata nyumba na motisha ya shilingi milioni 10. Mabadiliko ya mwongozo yaliyofanyika katika awamu ya pili ambayo yalimtambua mkuu wa boma na kupewa motisha ya shilingi milioni 10 na nyumba moja hata kama anao wake, yaani kaya zaidi ya mmoja. Jamii hizi za wafugaji, mwanaume ndio anayemiliki boma, mwanamke ndio anayejenga nyumba na yeye, kwa hiyo ndio kaya yenyewe ni lazima iwe ni mwanamke. Kwa hiyo hofu ni kwamba mtu anahama na wake zake watatu, kwa hiyo ni kaya 3 zinahama. Akifika kule anakopelekwa anakuta ni nyumba moja ambayo sasa anashangaa atampa mke yupi kati ya wale. Kwa hii inakuwa tayari inatuletea mgogoro.
Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza kuwa serikali ifanye mapitio ya miongozo iliyoandaliwa na kulifanyia kazi suala la motisha bila kuathiri utekelezaji uliofanyika ili kuzua malalamiko mapya kwa wakazi ambao tayari sasa hivi wameshahamia Msomera. Utambuzi wa watu na makazi. Mheshimiwa Rais, pamoja na uwepo wa sensa ya watu na makazi mwaka 2022, tume ina maoni kuwa zipo changamoto za idadi halisi ya wakazi kutokana na kutokuwepo kwa rejista ya watu na mifugo. Vile vile, ofisi ya mamlaka hifadhi ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro haina takwimu halisi za idadi ya watu wanaoishi ndani ya eneo la hifadhi. Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza kuwa Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI waandae rejista ya watu na mifugo kwa wakazi wote waliomo ndani ya tarafa ya Ngorongoro. Mpango wa utekelezaji. Mheshimiwa Rais, tume imebaini kukosekana kwa mpango makhsusi ulioandaliwa kutekeleza zoezi la uhamaji wa hiari uliojadiliwa katika ngazi ya Secretariat ya Baraza la Mawaziri. Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza kuwa Wizara ya Maliasili na Utalii iandae mpango makhsusi kuhusu uhamaji wa hiari na ujadiliwe na Baraza la Mawaziri. Malalamiko ya wananchi. Mheshimiwa Rais, tume imepokea malalamiko ambayo yamegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni la wale waliobaki ndani ya hifadhi. Kundi la pili ni la wale waliohamia Msomera, na kundi la tatu ni la wenyeji walioko Msomera. Mheshimiwa Rais, malalamiko kutoka kwa wananchi waliobaki ndani ya eneo la hifadhi ni pamoja na kuzuia huduma za jamii, kuhamishwa kwa fedha za miradi ya maendeleo, kufutwa kwa vijiji ndani ya tarafa ya Ngorongoro ambalo hili tayari serikali imeshalifanyia kazi, kufutwa kwa baraza la wafugaji, kubadilishiwa vituo vya kupiga kura, hili nalo tayari serikali imeshalifanyia kazi, kuwekewa vikwazo vya kuingia ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, vile vile kuwekewa zuio la ajira kwa wenyeji katika hoteli, kuhamishwa kwa watumishi wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ambao ni wenyeji, kukosekana kwa uwazi wa timu ya uandikishaji na uthaminishaji wakati ule wa kulipa fidia, kukiukwa kwa mila na desturi, kunyimwa fursa za kuendeleza makazi, njama na propaganda mbaya dhidi ya jamii inayoishi ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, uwekezaji unaofanywa ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro, kuhamishwa kwa makao makuu ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kutoka wilaya ya Ngorongoro kwenda wilaya ya Karatu. Mheshimiwa Rais, wananchi waliohamia Msomera nao walikuwa na malalamiko yao, ikiwemo kutoridhika na fidia pamoja na nyumba moja kutolewa kwa boma badala ya kaya kama nilivyokuwa nimefafanua. Kundi la tatu ni la wananchi wenyeji waliokutwa Msomera. Hawa wanalalamika kuhusu ardhi yao kupimwa na kupewa wageni. Hivyo kuna baadhi ya maeneo yenye migogoro tayari eneo la Msomera. Tume ina maoni kuwa malalamiko ya wananchi kutoka pande zote ni ya msingi, pamoja na kuwa serikali inaendelea kushughulikia changamoto hizo kila wakati zinapotokea. Bado zipo baadhi ya changamoto au malalamiko ambayo nimeyataja hapo juu hayajafanywa kazi. Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza kuwa dosari zilizozorotesha zoezi la uhamaji wa hiari na kusababisha wananchi kulalamika zirekebishwe ili wananchi waendelee kuhama kwa hiari. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ziende zikatatue mgogoro ambayo tayari imeshatokea eneo la Msomera. La pili, Baraza la Wafugaji ambalo lipo kisheria
lirejeshewe mamlaka ya kifedha na litakiwe kusimamia fedha hizo kwa mujibu wa sheria zinazosimamia matumizi ya fedha za umma. 4. Serikali iendelee kutoa huduma za kijamii kwa miundombinu iliyopo, lakini si kujenga miundombinu mipya kwa wananchi walioko ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. 5. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro itekeleze masharti ya kisheria ya kuandaa mpango wa jumla wa matumizi GMP ya eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Sasa hivi mpango huu haupo tangu umeisha 2016. Mambo yanaendeshwa kwa fikra za watu. Mafanikio katika zoezi la uhamaji wa hiari. Mheshimiwa Rais, tume imebaini tangu zoezi la uhamaji wa hiari lilipoanza mwaka 2022, baadhi ya mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na: 1. Makazi bora ya wakazi waliohamia Msomera. Mheshimiwa Rais, eneo la Msomera hivi sasa lina miundombinu ya barabara, mawasiliano, umeme, maji, zahanati, vituo vya afya, kituo cha polisi, posta, majosho ya kuogesha mifugo, mabirika ya kunyoshea mifugo, shule za msingi na sekondari zenye maabara ya masomo ya sayansi na kompyuta, pamoja na nyumba mpya za makazi. Aidha, umefanyika upimaji na umilikishaji wa viwanja, mashamba na maeneo ya malisho kwa wale waliohamia Msomera. 2. Kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi Msomera. Mheshimiwa Rais, baadhi ya wakazi waliohamia Msomera hivi sasa wanajikita kwenye kilimo kinachowawezesha kuvuna mazao ya chakula kama vile mahindi, maharagwe na mihogo, kiasi cha kuwafanya wajitosheleze kwa chakula na kuuza ziada. Pamoja na kilimo, wananchi wanafanya shughuli nyingine za kujiingizia kipato, ikiwemo biashara ya kuuza mifugo yao kwenye minada iliyoanzishwa. 3. Miundombinu iliyojengwa Kitwai B na Saunyi. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa Kitwai B, serikali tayari imefanikiwa kujenga miundombinu ya maji, barabara, umeme na mawasiliano. Vile vile kwa upande wa Saunyi, miradi ya barabara, umeme na mawasiliano imeshatekelezwa. Utayarishaji wa matumizi ya ardhi, upimaji wa viwanja na mashamba umefanyika na serikali imetenga maeneo ya malisho ya mifugo kwa wananchi watakaohamia maeneo hayo. Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza kuwa kamati za usalama zichukue jukumu la kuhakikisha usalama wa miundombinu katika maeneo ya Kitwai B ambapo sasa hivi hakuna watu, Saunyi vile vile sasa hivi hakuna watu, na Msomera kwenye eneo lile ambazo kuna nyumba 1559 hazina wakazi. Hitimisho. Mheshimiwa Rais, kwa kuhitimisha wasilisho langu, naomba niseme kuwa pamoja na changamoto zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari, uamuzi wa serikali kuhamisha wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro ulikuwa sahihi. Ni imani ya tume hii kuwa maoni na mapendekezo yaliyotolewa yakitekelezwa, yakafanyiwa kazi, zoezi la uhamaji wa hiari litakamilika kwa ufanisi. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, naomba ruhusa yako kwa dakika chache utazame makala maalum documentary kutoka katika maeneo yaliyotembelewa na kufanyiwa tathmini na tume. Baada ya kusikiliza documentary hiyo, vile vile nitakuomba tena kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkubwa ni kukabidhi sasa taarifa ya tume pamoja na viambatisho. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa naomba kuwasilisha. Makofi. Mhandisi Iyombe. Tupige tena makofi. Asante.